Sasa sisi taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ni taasisi ya serikali ambayo inaendesha shughuli zake kwa bajeti ya serikali, haifanyi biashara yoyote, haina faida, kiasi kwamba tungesema hebu tunyefue sehemu ya faida yetu na sisi tuunge mkono juhudi za rais. Lakini kwa sababu pamoja na kutokuwa na biashara au faida yoyote, bado tunawajibika kama Watanzania, kama wananchi wazalendo wa nchi, na sisi tunawajibika kuunga mkono jitihada hizo. Ndio kwa pamoja tukakubaliana na sisi tuchangie kwenye sekta ya afya kwa kununua mashine mbili, hiyo radiant warmer na phototherapy mashine, na kuzigawa katika hospitali mbalimbali. Hiyo ni kwa sababu tafiti zetu zilibaini kuna uhaba mkubwa wa mashine hizi katika hospitali zetu. Lakini si hivyo tu, bado kuna vifo vingi vya watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati na wale wanaozaliwa na uzito pungufu, ambapo vikiwepo vifaa kama hivi vinaweza vikaokoa maisha. Kaimu mganga wa mkoa hapa katujulisha takwimu za vifo vya watoto wachanga kwa kweli haziridhishi, kwa sababu lile lengo halijafikiwa, kwamba bado watoto wanakufa wengi tofauti na lengo lililopo. Kwa tunaamini na sisi mchango wetu wa vifaa hivi basi nao utasaidia au utachangia jitihada za kupunguza vifo vya watoto hao. Hivi vifaa kama nilivyosema, hatuna biashara, hatufanyi biashara, vinatokana na michango ya watumishi wa TAKUKURU nchi nzima, ambapo kila mwezi watumishi wamekuwa wakipata kwenye mishahara yao kwa hiari. Makafikiri DJ hapa amelazimisha au nini? Hapana, ni kwa hiari. Tumesema na sisi hebu turudishe jambo kwenye jamii tunayoihudumia. Kwa hivyo kila mwezi tunakatana kwenye mishahara yetu kununua hizi mashine. Napenda tukuwajulisha kwamba mpaka sasa hivi tumetoa hizi mashine katika hospitali 15, hospitali za rufaa za mikoa, na lengo letu ni kuzifikia hospitali zote 28 Tanzania bara. Kwa hiyo nadhani tunakwenda vizuri. Sasa jambo hili sisi tunachukulia kama ni matendo ya huruma. Na ingekuwa wafanyabiashara au kwa namna tunazalisha faida, tungesema labda uwajibikaji kwa jamii, like corporate social responsibility. Lakini sivyo hata kidogo, hii ni mishahara yetu. Sisi tunasema haya ni matendo ya huruma na uwajibikaji wetu kwa jamii. Kwa hivyo tunafanya hivi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu. Sasa rai yetu au rai yangu ni kwamba mashine hizi basi tuzitunze vizuri ili zitumike kwa muda mrefu zaidi, ziokoe maisha ya watoto wengi. Lakini vile vile nitoe rai kwa watu binafsi, taasisi binafsi zote, sekta ya umma na sekta binafsi, basi nao kujitoa na kuchangia lote ile katika kuunga mkono jitihada hizi za Mheshimiwa Rais. Kuna maeneo mengi ya kuchangia, lakini ningewaasa hebu tuchangie kwenye eneo la afya kama tulivyochagua sisi TAKUKURU, kwa sababu ndipo ambapo tuna uhakika wa afya zetu na uhai wetu kwa ujumla. TAKUKURU mkoa wa Mwanza imekuwa na uhusiano na ushirikiano mzuri sana na uongozi na watumishi wote wa hospitali ya Sekoture ya mkoa wa Mwanza. Tumekuwa tukishirikiana na kutoa elimu kwenye pande zote, ambapo sisi kama TAKUKURU tumekuwa tukitoa semina na elimu mbalimbali kwa watumishi wa idara ya afya katika vituo vyote vya afya vilivyopo mkoa wa Mwanza. Lakini elimu hii huwa inahusu athari za rushwa katika sekta ya afya, lakini pia kuonyesha wajibu wa watoa huduma katika sekta ya afya katika kudhibiti vitendo vya rushwa. Vile vile mgeni rasmi, kwa upande wa hospitali ya Sekoture nayo wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali kwa watumishi wetu wa TAKUKURU. Wamekuwa wakitoa elimu kwa watumishi wetu kuhusu mambo mbalimbali ya kiafya, ikiwemo magonjwa na namna ya kujikinga na magonjwa ya afya ya akili, lakini pia wamekuwa wakifunza namna bora ya kuishi au ya kuwa na mtindo bora wa maisha. Tunatoa shukrani za pekee sana kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kutoa msaada wa Infant Radiant Warmer na phototherapy machine, vifaa ambavyo ni muhimu katika matibabu ya watoto wachanga waliozaliwa kabla ya muda walioko katika hospitali yetu, na vitasaidia kupunguza vifo kwa watoto wachanga. Pia nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais. Vifaa hivi vinaenda kuhudumia sio tu wagonjwa hapa kwetu Sekoture, lakini na wa mkoa mzima. Sambamba na habari ya miundombinu, kama tunavyoona hospitali yetu tunajiandaa kujenga ghorofa lingine kubwa la ghorofa 9 mbele ya hospitali kwa ajili ya kuendelea kuboresha miundombinu ya hospitali, na jengo hili litaanza sio muda mrefu.
Hospitali yetu pia inafanya huduma ya kuchonga viungo bandia. Tumeanza kuchonga mikono na miguu kwa wagonjwa ambao wamepata ajali na wakapoteza viungo vyao vya mwili. Kwa hiyo tumeanza kumchongesha na tunawapatia. Kwa hayo machache niseme asanteni sana kwa kuchagua kuja kutupa zawadi hizi katika hospitali yetu, na nishukuru pia serikali yetu kwa uwekezaji mkubwa. Tunaendelea kupambana na kuboresha huduma kwa wagonjwa wetu.